Tushapoa bwana. Marehemu Hashim Kambi, labda kwa wewe kumfahamu, ni msanii wa muda mrefu, lakini pia ulibahatika kufanya naye kazi. Marehemu Hashim Kambi alikuwa ni mtu wa design gani? Ni mtu mwenye nidhamu sana na hayuko na majivuno na umaarufu wake. Hajari huyu ni mdogo ni mkubwa, yeye anamheshimu kwenye kazi zake, anafika kwa wakati. Basi ni mtu wa namna hiyo. Siku naanza kwenye skit ulifanya naye kazi. Of course ilikuwa ni tamthilia kubwa na ilifanya vizuri. Watu wakaanza tajaribu kwenda kutakuwa na muendelezo wa skit season 2. Na leo hii hayupo. Ni alama ipi ambayo amekuachia kwenye ile kazi ya skit ambayo unasema yes nitaikumbuka? Ameniachia kumbukumbu kubwa sana. Kwanza ameniachia kitu ambacho kinaitwa nidhamu. Licha ya umaarufu wake, licha ya ukubwa wake, alikuwa anapofanya kazi hivyo vyote anaweka pembeni. Kwa nikitazama hata ile kazi basi nakuwa namkumbuka zaidi yeye. Ni kipi kama utafanya kumuenzi? Ni kumwombea dua tu, amna cha zaidi. Lakini kikubwa ulichoondoka nacho kwa marehemu Hashim Kambi ni nidhamu. Nidhamu. Ni mtu ambaye licha ya umri, licha ya umaarufu, alikuwa akija yuko akimsikiliza director. Yaani utasema ni msanii underground. Ukupata ugumu kumuita kufanya naye kazi kwenye skitu kwa sababu alikuwa ni msanii mkubwa zeni hapo kando unaanza kuaminisha watu kwenye YouTube sasa hivi kwa hili soko pia ni soko. Ukupata ugumu kufanya naye kazi kwa mara ya kwanza? Kwa kuwa nilikuwa nafanya na Mzee Zungwe, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi pia, na ukizingatia Mzee Zungwe ni Mkongo mwenzie, kwa alituunganisha naye ndipo tukafanya naye kazi. Anambia ni vijana wangu hao wamenyoka. Tukafanya naye kazi. Vijana wamenyoka. Kama hujapenda pinda. Hatuwezi tukapinda pinda, tunapinda pinda nini tena ndugu yangu. Leo wasanii wamejitokeza wengi sana, lakini kwa upande wa wasanii wa YouTube zimekuwa kama wamekuwa wachache sana waliozuia kwenye huo msiba. Ni kipi ambacho kinawafanya kama wanakuwa hawataki kushirikiana sana kwenye misiba kama hii? Kiukweli kwenye hilo siwezi nikatia neno kwa sababu kila mtu ana nafsi yake, ana mwili wake, anajua ni kwa nini anafanya hivyo na sababu zake za msingi. Kwa hiyo yani nikisema nitoe sababu hii na hii nitakuwa nadanganya. Naomba kidogo tutoke kwenye kumpumzisha marehemu. Tuzungumzie kidogo kwenye tamthilia yako ambayo umeachia. Maana ya kumaliza Pasua Kichwa, umekuja na hii Jumba la Maajabu. Watu wanasema tamthilia ni comedy sana ama tamthilia imebizi kwenye nini? Hii tamthilia ngoja kwanza niangalie huyu alikuwa ana upload kule kapandisha au hajapandisha. Tuangalie kwanza. Sababu jina limeogopesha Jumba alafu unakutaka ile ni tamthilia comedy, yani comedy tupo. Tunapata unaona namna yake inaposhutiwa, haiko na userious wa nini. Watu wanachokiongea mle ni comedy, vicheko tu basi. Watu wanatarajia ile account nyingine ya Vevo Audio itakuwa na post na ni content za comedy na huku utakuwa unacheza serious ama watu watafafunia hapa. Kule ni comedy kwa sababu watu wanapenda comedy zangu, lakini huku watakuwa wanapata vitu vya serious. Wapi wewe ukiwa shabiki wa Klamu? Hapa naongea na Ridhiwani sasa. Ukiwa shabiki wa Klamu, unaona Klamu anafiti wapi? Kwenye big boy, kwenye kucheza serious ama kwenye comedy? Mimi ni mfanya biashara na nafanya biashara yote ambayo naona ina impact kwangu. I'm so exhausted, so I need to chill there. Next time, see you, my brother. I appreciate you. 6 day one here at Mwananyamala. I remember you, so I appreciate you so much the way you support me. So that is big thing to me. Mwenye nafurahi sana kile unachokifanya na maana mara kibao wanapenda sana kusupport kile unachokifanya. Yeah, for sure. I appreciate you. Neno moja leo kwa mzee ambaye amepumzika. Tunampenda, tutamkumbuka. Umesema neno moja? Sorry, tutamkumbuka. Tutamkumbuka kwa mengi. Tunampenda, tutamkumbuka kwa mengi. Asante sana. Asante pia. اللهم
Pole ndugu yangu, mama ametulia. baada ya kufunuliwa na maradhi ya shinikizo la damu. Kuzaliwa Mariam Hashim Kambi alizaliwa tarehe 21 Oktoba 1966 katika mji wa Morogoro. Alikuwa akifungua mimba kwa watoto sita, Mariam Kambi na Mariam Hadija Mwinyi. Alipata elimu yake ya Morogoro akihitimisha katika sekondari ya Kwesi. Maisha ya kazi pitoka mbele hapo, pitoka mbele hapo, uweze mfupi. Maisha ya familia. Mariam ameacha mke na watoto watatu ambao ni Shamim Hashim Ramsey Kambi, Muhammad Ramsey Kambi pamoja na
na Lulu Ramsey Kambi. Pia ameacha ndugu zake kaka wawili, Hamis Kambi, Saidi Baraka Kambi pamoja na dada yake Sheila Kambi. Maisha ya michezo na soka. Marehemu alianza kucheza soka mkoani Morogoro kupitia vilabu vya Jogoo, Tumbaku. Mwaka 1977 alijiunga na klabu ya Young African Yanga akichezea nafasi ya beki. Alikuwa mchezaji muhimu katika safu ya ulinzi ya Yanga katika miaka kati ya 70 na 80. Alistaafu kucheza soka mwaka 1984 kutokana na majeraha ya goti. Baada ya kustaafu aliendelea na kuitumikia Yanga kama katibu wa mipango mwaka 1995. Maisha ya sanaa na filamu. Baada ya soka, marehemu alijikita katika tasnia ya filamu ya Tanzania na kujipa heshima kama mwigizaji mkongwe. Alijulikana kwa uwezo wake wa uigizaji na mchango wake katika kukuza tasnia ya filamu. Marehemu alishiriki katika filamu mbalimbali za Tanzania ikiwemo Simu ya Kifo, Kikusa na The Lost Prince, pamoja na kazi nyingine zilizo